Ili uwe kwanza kupata habari zetu kutoka hapa, tafadhali bonyeza alama ya subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele. Asante. Utofauti upo lakini mdogo mno. Nimeona wao wataruhusu mwekezaji zaidi ya mmoja. Kwenye zile 49%. Kwenye manake wanaweza wakapata wawekezaji wengi zaidi. Sawa? Una maoni yote juu ya hili? Maulidi ni jambo zuri, ingawa najua lakini umepiga jezi ya Coast Union. Haina shida. Wana mangush ambao roho mkononi. Bwana Musa Mwakiso. Mimi niko timu moja na rais wa TFF Wallace Karia. Ni Coast Union. Yes. Ambayo mko roho mkononi. Hatari. Unajua Maulidi, kuna kitu kimoja kwamba mabadiliko yanapokuja ni lazima changamoto zitatokea hapa na pale. Kikubwa kinachohitajika ni elimu ya kutosha kuelekea kwa wanachama wa klabu ya Yanga ili kuweza kufahamu, lakini pia nao waweze kuwa tayari. Unakumbuka mwaka 1994 wakati marehemu Reginald Mengi alipokuwa anataka kuivusha Yanga kuelekea katika mabadiliko, kulifanyika mambo kama haya, lakini bahati mbaya baadhi ya wanachama wa Yanga wakawa kama vile wameshindwa kuelewa. Kuna muda mtu tu wa kawaida akawa kama vile anamueleza vibaya marehemu Mengi kuelekea katika ule mchakato, baadaye akaamua kujitoa. Lakini leo hii ni miaka mingi imepita, lakini bado Yanga imebaki pale pale. Nafikiri hii ni nafasi yao sasa wao kama wanachama kujaribu kutuliza vichwa vyao na kusoma yale majalada ambayo wao wamekabidhiwa kama wanachama, lakisha kuona ni namna gani ambapo sehemu wameelewa waweze kutoa maoni yao. Kuna muda nilikuwa naona kuna wazee wa klabu ya Yanga walijitokeza kama kupinga ili suala, lakini pale ilikuwa sio sawa kwa sababu tayari wameshapewa muongozo. Kama kuna maoni mnatakiwa mfuate katika njia hizi na hizi ili baadaye hii klabu iende katika mabadiliko. Nafikiri ndio dunia ilipo. Yale mambo ya kizamani ya kujaribu kusema kwamba labda tuhozi vitu hivi tufanye wenyewe, kila mtu ameona watu kiukweli kabisa wameshindwa kuzisukuma hizo klabu, wameachiwa lakini wameshindwa. Kwa ni lazima tufikie wakati tujaribu kuona tunaelekea katika mchakato sahihi wa kuona ni namna gani ambavyo klabu hizi zinafikia katika mabadiliko. Na kitu kizuri ni kwamba mijadala ipo. Kwa hiyo watu watoe maoni katika ile mijadala ambayo imewekwa ya wazi kabisa, na wasitengeneze vurugu, kwa sababu ni jambo ambalo lipo huru, ili wasirejee kule ambapo walipokuwa mwaka 1994 ambapo mzee Mengi alijaribu kuwashauri kwamba Yanga iende kuelekea katika kampuni na baadaye watu wakapinga, na kila mtu ameona mapitio ambayo Yanga walipitia. Nafikiri hii ni nafasi yao adhimu kuweza kutoa maoni yao katika mtazamo huru. Ninakumbuka pia ile la wazee ambao umewazungumzia walifanya pia mkutano katika makao makuu ya club pale. Nilizungumza na Bumbuli kwamba hawa wazee vipi tena inakuaje? Manake watu walienda mbali zaidi, wengine wakitanabaisha kwamba inakuaje wazee wanakuja kwenye makao makuu ya club afu mnawaruhusu alafu wanaonekana watu katika hali ya kupinga. Bumbuli alichokizungumza kwamba kwenye jambo lolote lazima kutatokea watu ambao wana mtazamo hasi na wengine pia wana mtazamo chanya. Lengo zaidi ni katika kujenga tu. Kwa hiyo wazee pia ambao walijitokeza, lengo lao lilikuwa ni kufahamishwa zaidi kwamba mchakato umekaa vipi, unakwenda vipi. Ndio hivyo vilivyo, kwa sababu bila shaka Mwakiso una mtazamo wako, Ahmed ana mtazamo wake, Amagila na mtazamo wake, Kitenge, hata mimi pia. Na hili ni jambo letu sote. Sasa kama sijaelewa vizuri, lazima nifahamishwe vizuri. Unajua kuna kitu kimoja ambacho siku ile kilikuwa hakipo sawa sawa. Unajua kama uongozi wenu umeshatoa taarifa ya kuweza kutoa maoni katika njia ambazo ni rasmi. Yani haikuwa sawa kwa wale wazee kwenda kuitisha press. Ni kama vile walikuwa wanajaribu kutia pressure, kwa sababu tayari kwenye vyombo vya habari taarifa ilishatolewa kwamba kuna utaratibu huu na huu na huu. Mfano hata Simba wakati wanafanya mchakato wao ni utaratibu ambao ulikuwa upo wazi, na wanachama walishirikishwa kwa pamoja na watu walikuwa wanatia saini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo havikuwa sawa sawa. Of course tunawaheshimu kama ni wazee wetu, lakini wao wanatakiwa wawe ni mfano wa kuigwa katika vitu kama hivi. Unajua pale ambapo tayari uongozi ambao umechaguliwa madarakani unapokuelekeza kwamba nyinyi ni wanachama, kuna nafasi yenu ya kutoa maoni ya namna hii na hii na hii, haikuwa sawa sawa. Hapo unazungumzia kina mzee Mwika, kakaangu Juma Magoma ambaye zamani alikuwa kijana, leo hii amekuwa mzee. Mimi nitaungana na Ricardo Momo. Sitatumia akili nyingi sana katika hili. Wale wazee wamepigwa na kofi la nyani wanasema. Wazee wametulizwa, yani wazee walikuwa hawajatulizwa. Na unafahamu
ili wazee watulizwe nini ambacho kinafanyika. Si umeelewa? Kwa nafikiri wazee wametulizwa kwamba vipi bwana, maslahi yetu yamekaaje hapa, wakaambia bwana mambo mazuri, hebu tulieni wazee wetu, afutupeni baraka zenu. Kwa wazee wametulizwa bwana. Na ni vizuri kuishi na wazee vizuri. Wazee wanaishi nao vizuri. Wazee ni hazina bwana. Sababu unataka uwe mtulivu. Wait wazee bwana vipi? Mambo hayajakaa sawa? Kofi la nyani. Una maana gani Ahmed, kofi la Bado nyani? hii ni Sports Arena ya Wasafi FM, na wasikilizaji nao pia wana maoni yao kuhusiana na kile ambacho Young Africans wanakwenda kukifanya. Na nimeona huyu amesema Kitenge, mimi nimeshalipia kadi yangu. Je, wengine vipi, wameshalipia kadi zao? Tuneni kwenye mabadiliko. Mimi ni Seneta Malunga kutoka Nzasa kwa Mwarabu. Sawa. Unasema kaka, mabadiliko ya Yanga ni tofauti. Sisi wawekezaji wanatakiwa 4. Simba wao katiba yao ni mmoja. Hapo uone ni tofauti kaka. Pia kwa mashabiki Simba wana hiyo issue. Hawana nafasi mashabiki wao. Sisi mashabiki Yanga wamewapa nafasi, wanasema mpaka mashabiki wao. Amesema kile mashabiki ile engagement, lakini hawezi kuchagua. Na hata wawekezaji hajiandiko 4. Yaani nafasi ile ya mwekezaji itawakilishwa na viti 4. Sio wawekezaji 4 tofauti. Tumesema sio kwamba wanafanana ile 100%. Ukisema labda ya Simba na Yanga unaweza ukasema wanafanana kama 70% hivi zinafanana. Kwa hiyo 30 zilizobaki maybe ndo kuna utofauti hapa na pale. Kwa hiyo wakifanana kama 70% ni nyingi mno kabisa. Lakini kwa sababu ni nia yote ni kuelekea kwenye mabadiliko na mabadiliko ndio hayo basi sawa. Na kwa kufanana ni vibaya? Kufanana sio vibaya. Na hizi timu ni watani wajadi. Mtani kafanya hili na mtani naye kamjibu. Mtani kaweka hii, ukiweka na unaweza kwa anaweka. Muhimu ujue ni nafikiri ni kwenye interest nzuri ya hivi vilabu katika kusonga mbele. Na ili jambo halijawahi kufanyika nchini. Na ndio maana limekuwa lina changamoto za kutosha sana. Tumekuwa na kwenda kurudi, watu wamekuwa na hoja nyingi tofauti. Na kuna watu ambao mara nyingi wakiongea alafu akionekana kwa mfano wapo hasi na mambo kama haya. Nafikiri viongozi na watu wengine hawatakiwi kuwachukia watu. Wanataka kujua, kuelewa zaidi, kwa sababu hawajawahi kukutana na jambo kama hili. Uko sahihi. Hapo sasa kuna kutofautisha. Kuna yule mtu ambaye yuko hasi alafu hataki kuelewa, yani ni kama vile amelishwa sumu yani. Yani hataki kabisa kueleweshwa. Yani akiambiwa 1 + 1 sana 2 hataki, anakuambia 1 + 1 sana 11. Si 1 na 1 11 ananiambiaje 2? Yani hataki kabisa. Huyo sasa labda anakuwa na yake, lakini kuna yule ambaye unamuona hata ukimuelezea yani unaona yani inaingia huku inatoka huku, haelewi kitu. Huyo lazima pia umheshimu, kwa sababu lazima pia aingie katika boti hilo ambao nyinyi mnataka kuelekea katika safari yenu kufika nchi ya ahadi. Kwa ni lazima pia aeleweshwe. Kwa sio kila kitu, sio kila mtu anayepinga ni yule ambaye anataka mabaya. Hapana, mwingine anataka ajue kabisa, lakini uwasilishaji wake ni binadamu, tumetofautiana kwenye kuwasilisha mambo. Mwingine anawasilisha vibaya ili apate kuelewa. Kuna mwingine sasa ambao tunasema au wameamua tu, yani kwa matakwa yao wameamua tu kwamba sitaki kuelewa na ili jambo nishalishwa sumu kwamba halipo, ni haliwezekani. Sasa katika kila mabadiliko katika kila mafanikio kuna sacrifice lazima zitokee. Yani hiyo huwezi kupinga. Hata sisi binadamu mmoja ukitaka kufanikiwa tuna sacrifice usingizi, muda mwingine tuna sacrifice muda wa kupumzika, tunaondoa. Yani kuna vitu lazima tu utavisacrifice ili ufikie kileleni zaidi. Kwa katika wale ambao wanapinga bila sababu za msingi na hawataki kueleweshwa, yani ukimwambia tukae chini nikueleweshe iko A B C D bado yani hata kuangalia hivi hataki, kusikiliza hataki, anangangania tu vile. Nafikiri atakiwa aachwe nyuma, kwa sababu umetaja hapa hivi Simba na Yanga ni vilabu vya miaka ya kutosha kweli. Toka 1935. Yanga ndio ilikuwa kama ya kwanza kuzaliwa. Imezaliwa mwaka 1935. Alafu pacha wake ama mtani wake akaja kuzaliwa mwaka 1936. Yaani mwaka mmoja tu wametofautiana. Kwa sababu ukweli ni kwamba Simba na Yanga sasa hivi ameingia pia na Azam. Kukompiti hapa Tanzania tumewaona jinsi wanavyokompiti, wanavyoshindana kweli. Ni muda sasa umefika kwamba washindane pia katika level ya bara la Afrika. Kushindana huko unahitaji mabadiliko kama haya.
unahitaji uwe imara kwenye utawala, unahitaji uwe imara kwenye idara za kiufundi, unahitaji kuwa imara pia kwenye benchi la ufundi, wachezaji, kila kitu. Hivyo vitu kuwa imara, uwezi ukaendelea na mfumo ambao wameenda nao kwa miaka hiyo 70, 80 ya kutosha hiyo. Impossible. Ni lazima ubadilike ili uweze kucompete. Na